Habalini za saizi ndugu zangu, habalini za wakati huu familia Dr. Mama Kavumo. Siku ya leo ningependa nikupe elimu kwa wewe mwanafamilia ya Dr. Mama Kavumo, na elimu hiyo ningeomba na wewe uweze kutoa kwa watu wengine ambaye hawajafanikiwa kuweza kusikiliza maudhui ya Dr. Mama Kavumo. Siku ya leo ningependa nikupe elimu ya kuzuia chuma ulete. Chuma ulete imekuwa ni kilio kwa watu wengi. Chuma ulete imekuwa inafilisi watu wengi. Chuma ulete ziko aina tofauti tofauti. Kuna chuma ulete ambao unaitumia wewe ikunufaishe, lakini kuna chuma ulete ambao watu wanatumia kukufilisi wewe. Sasa chuma ulete nayozungumzia leo wapenzi watazamaji ni chuma ulete ya wachawi. Chuma ulete ya wachawi ambao watu wengi wamewekewa kwenye maduka yao, watu wengi wamewekewa kwenye biashara zao, watu wengi wamewekewa kwenye nyumba zao, watu wengi wamewekewa kwenye kampuni zao. Hii ni chuma ulete ya wachawi. Na ndio maana utambue mchawi anaweza akawa hafanyi shughuli yoyote ile na akaweza kupata mafanikio, akaweza kufanya maendeleo makubwa. Sasa chuma ulete hiyo namna gani unaweza kuizuia ili isiweze kukufilisi? Maana unapowekewa chuma ulete unaweza ukawekewa nyumbani kwako pasipo wewe kujua, au uko kwenye nyumba ya kupanga kumbe hiyo nyumba ya kupanga moja kwa moja imewekewa chuma ulete. Sasa hiyo nyumba utajuaje kama imewekewa chuma ulete mpenzi mtazamaji? Utajikuta hukui kimafanikio, hukui kimaendeleo. Kila itwayo leo unapata pesa lakini pesa zako zinapotea. Unaweka pesa hujui zinakwenda wapi. Unaanzisha biashara kutaka kujua sehemu yako uliyopo kibiashara, basi moja kwa moja ina chuma ulete. Utajikuta unafanya biashara, unafanya mauzo ya kutosha, lakini unapokuja kufanya hesabu hujui pesa zako zinakwenda wapi. Hali kadhalika hata kwenye kampuni. Utakuta unafanya kazi kwa nguvu, mnaingiza kipato cha kutosha, lakini wewe mwenye kampuni yako utajikuta baada ya kwenda mbele zaidi utajikuta unarudi nyuma. Au kampuni yako inadumaa, unakuwa hukui. Utambue sehemu uliopo umewekewa chuma ulete. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, unapoona ishara ya namna hiyo, kuna vitu vya ziada unatakiwa kufanya. Unapohamia kwenye nyumba ili kuzuia chuma ulete, kwanza ni lazima, wapenzi watazamaji, kila siku nawaambia miti ni dawa. Unapokuwa miti ile ikavunjwa, ikachomwa ule mkaa, utambue mkaa ni dawa kubwa sana. Basi ule mkaa utachukua makaa 7 ya moto, kisha utachanganya na majivu yako. Utakapochanganya hivyo moja kwa moja katika nyumba yako, kila kwenye kona. Lakini wapenzi watazamaji, utachukua na ndimu. Uchukue ndimu nzima, usikate. Chukua ndimu, chukua jivu, chukua makaa 7 ya moto, changanya kwa pamoja. Yale makaa ya 7 ya moto utachanganya na maji ya mto au maji ya bahari au maji ya mvua. Utazimia mle. Utakapokuwa unazimia mle yale makaa, utachukua ile ndimu, utachukua hayo makaa 7 ya moto, utachukua pamoja na majivu, utafunga kwenye kitambaa chako vizuri kabisa, kisha utafukia kila kwenye pembe ya nyumba, basi utafukia. Basi yule chuma ulete anakuwa hawezi kufanya kazi kwa sababu unakuwa umeua nguvu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hali kadhalika iwe kwenye duka. Kama uko kwenye duka ndani huwezi kuchimbia, basi utachukua ndimu, utachukua mkaa wako ule ambao usiuashe, chukua mkaa wako, chukua majivu, funga kwenye kitambaa, weka kwenye duka lako, basi utakuwa umevunja nguvu ya yule chuma ulete, basi anakuwa hawezi kukusumbua. Lakini kama unahitaji kupata maelekezo zaidi na muongozo, basi na ushauri, utawasiliana na mimi Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Namba zangu za simu 0712 944434. Wapenzi wa familia Dr. Mama Kavumo, usiache kusubscribe, usiache kucomment, usiache kulike. Wapenzi wa Dr. Mama Kavumo, nawapenda sana. Asanteni sana.